Ili Mungu aweze kuonekana Mungu kwenye kila kitu unachokiomba, yeye anatakiwa kujibu katika mapenzi yake yeye. Kuna vitu utaomba Mungu hatakupa wakati huo. Kuna vitu utaomba hatakupa kabisa. Ni Baba. Na ndio maana wanakuambia Mungu atabaki kuwa nini? Mungu. Yaani amekujibu unavyotaka ama hajakujibu utakavyotaka. Manake ile ndio inathibitisha uungu wake. Nataka tuangalie mfano wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Walizungumza na Nebukadreza wakati anachochea ule moto. Wakamwambia, Mfalme Nebukadreza, tunamjua Mungu tunayemtumikia aweza kutuokoa na huu moto. Tunachotaka kukuambia ni kwamba hatutasujudu sanamu yako. Hata kama hatotuokoa na huu moto, bado haitatutoa sisi kwenye nafasi ya kumwabudu Mungu aliye hai na tukasujudu sanamu yako. Mungu wetu anaweza akatuokoa na huu moto, lakini kwa mamlaka iliyo ndani yake anaweza akaamua kutokutuokoa. Ikitokea hajatuokoa, haimbadilishi yeye kwenye nafasi yake. Walikuwa wanamwamini Mungu kwa 100%, lakini walikuwa wanamwamini kwenye kiwango cha kwamba hata kama hatowajibu vile wao wanataka, bado nafasi yao kwa Mungu ipo. Sasa kuna Wakristo ambao wamejituni kwamba Mungu lazima akupe. No. Kuna mahali Mungu atakupa kwa mapenzi yake mwenyewe. Kuna mahali ataamua kufanya kwa faida yake, sio kwa faida yako. This is God.